kama ambavyo tumeona jinsi ambavyo wingu la Bwana limetanda kwenye hema hii na katika madhabahu hii ya JVM. Ni wakaribishe katika mwendelezo wa somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Niendelee kuwakaribisha katika mwendelezo wa somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Na nitoe tu picha ya kwamba tumeendelea kumwona Mungu na kumsikia Mungu kwa yale ambayo amekuwa akitufundisha ndani ya somo hili, huku lengo kuu likiwa ni kutupa mbinu za kustahili kupokea baraka zake na mafanikio yake. Na nimekuwa nikisema mara kwa mara kwenye utangulizi ya kwamba Mungu ana baraka kwa watu ni jambo moja, na suala la Mungu kutustahilisha watu wake hizo baraka, kuna hatua nyingine inabidi tuipige. Kwa hiyo wakati Mungu ana baraka, lazima na sisi tujue ni namna gani ambavyo tunaweza tukastahili na tukazipokea na tukazipata hizo baraka za kimungu maishani mwetu. Kwa hiyo Mungu amekuwa mpenzi mwaminifu, amekuwa baba mwema kwetu, akitufundisha kanuni moja baada ya nyingine kama funguo ya kufungulia milango yetu ya baraka na milango ya mafanikio ya kimaisha. Tuko kwenye kanuni ya 13 miongoni mwa kanuni ambazo tumeziona. Tupo katika kanuni ya 13, na kanuni hii ya 13 tulio nayo na tunaoendelea nayo leo inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia. Yamekuwepo mambo mengi muhimu ambayo yamepita tangia kanuni ya kwanza hadi ya 12. Hii ya 13 ina jambo lingine muhimu ambalo tunapewa kulizingatia, na lenyewe linasemwa ya kwamba ni suala la kumhusisha Mungu. Jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Ni suala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Ufafanuzi wa awali kabisa, pointi muhimu ya kuzingatia katika kanuni hii ni kwamba unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, huwa inakuwa ni rahisi sana kwa mambo yako kufanikiwa. Haleluya. Kwa hiyo miongoni mwa chachu, kama vile ambavyo kwenye upishi, miongoni mwa upishi kuna upishi ambao unasema nataka hiki kitu nikiumue, na katika habari za kitu kuumuka kuna viji material fulani vinaitwa hamira. Unakuta hivyo ndo tuviweke ili kusudi lile pishi lipate kufanyaje? Kuumuka. Kwa hiyo miongoni mwa hamira za kuyaumua mafanikio na baraka kwenye maisha yetu ni kitu kinachoitwa kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo tunayokuwa tukijishughulisha nayo. Haleluya. Yatakuwa ni mambo mema sana, yatakuwa ni mambo mazuri sana, lakini pasipo kumhusisha Mungu katika kujishughulisha na hayo mambo, badala ya matokeo mema yanaweza yakazaliwa matokeo mabaya. Kwa hiyo miongoni mwa matokeo mabaya ambayo umekutana nayo kwenye mambo uliyojihusisha nayo, uliyojishughulisha nayo, sio kwamba hayo mambo yalikuwa yana laana. Wakati mwingine hayo mambo yana kibali cha Mungu, sawa, lakini katika kufanya kwako ulifanya bila Mungu. Haleluya. Hasara nyingi ambazo tumezipata kwenye maisha yetu ni kwamba
tunafanya mambo mengi pasipo kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo hii kanuni imekuja kutubeta staili ya maisha ambayo mtu ulikuwa unaishi kwa kufanya mambo pasipo kumshirikisha Mungu. Haleluya. Inaweza isikugharimu sana wakati ukiwa unamshirikisha Mungu kuhusiana na hilo jambo lako, lakini itakugharimu kwa namna isiyokuwa ya kawaida wakati ambapo shetani atajiinua kwenye hilo jambo lako na ili hali halina Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni vyema tukaangalia gharama ya kuharibikiwa na mambo katikati ya safari. Yule ambaye alipanda basi likaharibika katikati ya safari huwa amelirekodi lile basi, kiasi cha kwamba kuna wakati hata kama ametoa tayari pesa yake kwa mkata tiketi na pesa ile iko mkononi kwa yule agenti, likifika lile basi ndio limekuja hilo ambalo ulishawahi kupanda ukafeli nalo njiani, mtu utakuta atasema ya kwamba hapana, mimi kwa kweli ngoja nisubirie lingine. Yuko radhi kuona ya kwamba subiria litakalo kuja nyuma, ingawaje hili limewahi, lakini hawezi kuendelea tena kutembea na basi ambalo ana kumbukumbu nalo mbaya kwamba alifeli nalo njiani, lilimkwamishia njiani, hata uzuri wa safari yako haujauona kwa sababu ya hilo basi. Kwa hiyo katika yale mambo ambayo tumeona kufeli njiani, lazima tufike mahali tuchoshwe nayo. Lazima tukatae hiyo michezo. Lazima tuseme imetosha. Lazima tuseme basi, ili tusiwe mashamba darasa wa kufanya mambo ambayo yanaambulia kufeli. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasemaje basi? Tunasemaje imetosha? Ni kwamba katika pale ambapo tunaona tulifanya bila Mungu, ni wakati ambao Mungu ametuzindua ya kwamba tumtafute yeye na tumuhusishe kwenye mambo yetu, tufanye naye mambo yetu tunayofanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Andiko letu la msingi ni Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17. Ni andiko letu la msingi katika kanuni hii ya kufanikiwa kwa chachu iitwayo kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Wakolosai 3:17 Biblia inatuambia hivi: na kila mfanyalo. Ikaelezea kwa neno au kwa tendo. Ikasema fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake tunaweza tukafanya mambo mema sana, lakini yasizae matokeo mema kama tulivyotarajia na kama ambavyo hayo mambo yalionekana yatatuzalia mema, kwa sababu ya kufanya bila kumhusisha Mungu. Wakati Biblia inasema na kila mfanyalo, iwe ni kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa kumhusisha Bwana Yesu. Kilichokuwa kinaongelewa hapa ni kwamba salama yetu ya kufanikiwa kwenye mambo ni pale ambapo tutafanya mambo tukiwa tumemhusisha Mungu. Haleluya. Ni siri nzuri sana ambayo Biblia iliweka bayana, kiasi cha kwamba shetani angependa tutambue siri ya namna hii, ya kwamba kumbe kuna funguo ya mafanikio katika mambo tunayojihusisha nayo inayoitwa kumhusisha Mungu. Kwa kama tumepewa linyama hili, lazima tulibabadue kwa kina, kwa mapana na marefu. Tukaenda mbele zaidi, tukatazama sehemu ya kwanza ya somo hili ambayo inababadua mambo haya kwa marefu. Na sehemu ya kwanza hii au kipengele hiki cha kwanza katika kanuni hii kinasema faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, kwamba unapomhusisha Mungu, unapomshirikisha Mungu katika mambo yako, faida ambazo unazipata ni faida gani na gani? Ni faida zipi? Swala la kumhusisha Mungu kwenye mambo yetu lina masirai gani?
Tukaona faida ya kwanza inayosema unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hayawezi kufanikiwa katika hayo mambo yako. Nikasema katika mema tunayoyafanya kuna wakati shetani hujiinua, kuna vipimo vya shetani wakati mwingine hutokea, kuna majaribu ya kishetani wakati mwingine hujiinua. Katika mema, sio mabaya, mema. Nikasema sana sana shetani hawezi akajipiga vita yeye mwenyewe na mambo yake. Kwa unapofanya la kishetani, shetani analinukia ili weje. Zaidi utaona katika mema tunayokuwa tukifanya, ndio shetani huyainukia kutaka kuyaangusha na kutaka kutuzalia matokeo mabaya. Haleluya. Amen. Na ndio maana unaweza ukakuta ya kwamba mpaka kuna jambo ambalo leo hii unaita uliingia mkenge. Kuingia kwake sio kwamba uliona huo mkenge, wewe uliona kuna mema yanazaliwa ndani ya hilo jambo, lakini utaona baadaye lilipindua matokeo, likakuonesha kwamba hilo jambo ni umeingia nini, mkenge. Lakini tukikuuliza target yako, malengo yako ya kuingia kwenye hilo jambo, utatuambia mambo mema tu uliyoyakusudia na uliyoyatarajia. Lakini badala ya mema, hilo jambo linaweza likazaa matokeo mabaya, kwa vile ambavyo shetani atajiinua ndani ya hilo jambo, ataleta matokeo mabaya ndani ya hilo jambo, atalitia uharibifu hilo jambo. Na Biblia inasema ya kwamba mwivi, yani shetani na maadui, haji ila aibe, achinje na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna mission ya shetani inaitwa kuharibu, kuna mission ya shetani inaitwa kuchinja, kuna mission ya shetani inaitwa kuiba. Kwa hiyo katika mambo mema unaojihusisha nao, shetani lazima awe anayakodolea macho sana hayo mambo, kwa sababu hutakaga kuiba, hutakaga kuharibu, hutakaga kuchinja. Na ufafanuzi mzuri wa kuchinja maana yake ni kuua. Na ndio maana kuna watu mmeuliwa vitu vikubwa sana vya maendeleo, miradi mikubwa ya maendeleo kwenu haiishi, ni kufa. Kwa sababu gani? Kuna mission ya shetani ilijiinua hapo ndani, na ilipokuta kwenye hilo jambo haujamhusisha Mungu kisawasawa, hiyo mission ya shetani ilifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Mahali ambapo hapana ushirika wa Mungu, maovu hutawala na yakashinda. Haleluya. Nchi ambazo hazina hofu ya Mungu, watu hawamjui Mungu, kuchinjana kwao ni kama vile ambavyo wewe unamchukua kuku, unamzungusha nyuma ya nyumba, unamchinja ili umpike. Haleluya. Mahali ambapo hapana ushirika wa Mungu, maovu hutawala, maovu hushinda. Tukaona jambo hili kwa kupitia ile habari ya kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Sitaisoma, lakini ni kiufupi tu niseme ya kwamba katika harusi ambayo jambo lilikuwa ni jema, ni jambo la baraka, harusi ile ya Kana ya Galilaya, Biblia inasema ya kwamba wakati kwenye ile harusi ikiwa inaendelea, walijikuta wameishiwa na kitu kinachoitwa divai. Nikasema divai kwa wenzetu ilikuwa ina umuhimu mkubwa kwenye sherehe, kama vile ambavyo leo hii sisi kitu kinachoitwa pleti, chakula, kilivyo na umuhimu mkubwa kwenye sherehe. Ili ujue ya kwamba mtu amechanga kwenye harusi yenu, lakini hajachanga ili mpendezeshe ukumbi, wewe zingua kwenye chakula, alafu ukumbi uwe mzuri. Utasikia walienda vizuri kweli, lakini kwenye eneo la chakula tu bwana pale, mimi kusema kweli sijaridhishwa. Yaani wameiharibu ile harusi pale. Haleluya. Wala hata tokea kichangwe mapambo ukumbini ndio watu waseme ya kwamba harusi iliharibika. Hata tokea mtu aidondokee keki ndio waseme harusi iliharibika. Lakini msosi, hitilafu ikitokea kwenye eneo la mankuli, hapo watu wanakumbukaga hela zao walizochangia hizo kadi kulikoni kitu chochote kile. Yes, mnajua kuna saa harusi zinaandikwa kwamba zinaanza saa 12 na unaona mpaka saa 2 bado watu hawajaingia ukumbini. Ni kweli lakini? So unaona watu hawazingatia hata muda wa kuwahi, ili ujue kwamba wala pia hawana pressure na hiyo harusi kwamba waiwahi kama ibada. Lakini saa ya kula
Kuna wakati zimeshawahi kuona kwamba yule MC anaonyanyua upande akizubaa tu, kuna upande unanyanyuka bila kuitwa. Ni kweli? Lakini ni kweli kabisa. Si unaona watu mlikaa vizuri mkapendeza, mkao mmepaka makeup, ukasema Mama Halima leo kapendeza, Hidaya leo kapendeza, Mwajuma leo katokelezea, kumbe Juma naye na suti kali namna ile. Lakini saa ya ubaba si unaweza ukaona hata zile suti watu hawaziheshimu. Ni kweli? Mpaka watu ukasikia kwamba jamani, tunaomba tuheshimiane sasa na tuheshimu taratibu. Jamani, jiheshimuni. Saa ile hata waliopaka makeup wamesahau kwamba walikuja ni warembo kweli, kama mamalikia. Saa ile kwenye kula umalikia wanauweka pembeni, wanahakikisha umepata kitu gani? Pleti, kipande cha kuku. Awai kabla hajawa kwenye wale wa mwisho wanaokosaga. Kwa kweli hatari. Kwa hiyo angalia umuhimu wa sherehe na kitu hiki cha ulaji. Ndivyo ilivyokuwa kwa wenzetu, umuhimu wa sherehe kwenye suala la unywaji, kinywaji kinachoitwa divai. Ndio Wayahudi ilikuwa nao desturi yao. Sasa Biblia inasema ya kwamba wakati ile sherehe inaendelea harusi, kukaonekana kwamba kitu muhimu cha namna hii kwenye harusi kimeisha. Na wahitaji bado wapo wengi. Watu hawajamalizwa kuhudumiwa. Halafu kitu muhimu hiki ambacho kinaweza kikaifanya sherehe hizi iharibike au ipate sifa njema, kinaonekana kimeisha. Lakini katika kitu kizuri wale watu walichokuwa wamekicheza kete nzuri ni kwamba Biblia inasema walikuwa wamemwalika mama yake Yesu kwenye ile harusi, lakini pia wakawa wamemwalika na Yesu mwenyewe. Ile wamemwalika mama yake ambaye ndio aliyomzaa. Hawajasema imetosha kwa sababu tuna mama, tuna shina lenyewe au tuna mizizi yenyewe. Bado waliona ya kwamba kuna umuhimu pia tumpe mwaliko nani? Yesu mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo Yesu akawa ameingia kwenye ile harusi, ameshiriki yeye na wanafunzi wake katika zogo lile la kwamba divai imeisha. Kuna picha inaonekana shetani anataka kujinua kuharibu uzuri wa hii harusi. Mama yake Yesu akamfikishia taarifa. Yesu akamwambia, hawa watu hawana divai. Wakati Yesu anapewa hiyo habari, naye akamjibu mama yake akimuonesha ya kwamba yeye ni kama hana uwezo wa kufanya jambo lolote pale, kuifanya divai hiyo ambayo hawana itokee, kwa sababu Yesu anasema muda wangu wa kufanya miujiza ni kama bado haujafika. Wakati Yesu anaonesha kugoma kwamba ni kama hatafanya lolote juu ya kutatua lile tatizo linalotokea ndani ya hii sherehe, mama yake Yesu bado akawa na imani kwamba Yesu anapokuwepo mambo hayawezi kuharibika. Akawafuata wale wanafunzi wake, akawaambia lolote atakalowaambia huyu mwalimu wenu lifanyeni. Kwa sababu alijua kuna jambo anaweza akasema la kusababisha hii divai ikatokea kwenye hii sherehe, na hilo jambo akilisema, kama hawa watu hawajaelewa vizuri, wanaweza wakalipuuzia, wanaweza wakaona kama halina mashiko, lakini kumbe ndio njia hiyo anatumia ya kufanya muujiza wa divai utokee. Na ni kweli. Mama Yesu alipoondoka, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa kuna mabarasi ya maji ya kutawazia yamewekwa hapo kwa desturi za Kiyahudi. Kama leo tungesema mamitungi. Biblia inasema alikuwa anatengenezwa kwa mawe. Yamewekwa hapo, yapo, na kazi yake ilikuwa ni kutawazia. Na nikawaeleza watu ndani wa kutawazia jinsi tunavyoelewa kwamba kutawazia kuna saa kunaenda mpaka chooni. Si ni kweli? Mahali ambapo hata pawe pasafi namna gani, hutasema ya kwamba uchukue sahani ukalie huko. Chooni ni nini? Chooni ni chooni. Simple. Watu mmeshawahi kwenda kwa nyumba za watu na mkasema ya kwamba jamani, ile nyumba chooni unaweza ukala. Haya, ulikula chooni. Haleluya. Chooni ni nini? Ni chooni. Nikasema ndio maana kuna wakati unaenda kwa masherehe unaona hata choo hawataki ukitaja kwa chooni ni upande fulani. Unasikia ukitaka kwenda kucheki makeup yako kwa imekaa vizuri, ukitaka kwenda kubadilisha kutega vizuri tai, kwa wanaume ni upande huu, kwa wanawake ni upande huu. Hata choo kinaogopa kutajwa, jinsi ambavyo chooni ni wapi? Ni chooni. Kwa kulikuwa kuna mabarasi ya kutawazia. Mngine mengine alikuwa hata yanaelekea kwenye njia za namna hiyo za chooni. Maana miongoni mwa maeneo ya kutawaza ni chooni. Lakini Yesu
kwa jinsi ambavyo alivyo na maajabu, akaagiza wale wanafunzi akawaambia, kajazeni maji yale mabalasi. Tekeni maji, mimineni kwenye yale mabalasi, yajazeni yale mabalasi. Biblia inasema ilipojazwa yale mabalasi, akawaambia sasa mpelekeni mkuu wa meza ambaye ndio yuko idara ya uonjaji. Yeye ndio anaodhibitisha, anasema ya kwamba divai hii ni nzuri itumike kwenye hii sherehe au divai hii hapana, imechakachuliwa sana hii, wapigaji wameingiza mkono hapa, hapana. Wale wanafunzi walivyojaza wakateka, wanapeleka kwa yule mkuu wa meza. Biblia inasema yule mkuu wa meza alipoonja yale maji yakapata kuwa divai, sio tu divai ya kawaida. Biblia inasema ya kwamba yule mkuu wa meza akamuita bwana harusi akamwambia, alo, watu wengine kwenye maharusi yao huwa wanaandaga divai kama hivi ambavyo mliandaa nyinyi, lakini watu wakiendelea kunywa. Unaona, kwa kadri unapoletewa kwamba onja na hii, onja na jaba hili jingine ambalo tunataka tuliweke hapo, lile limeisha, onja na hili, unaona huko mbeleni kuna uchakachuaji unatokea, haiwi tena na utamu kama vile ambavyo umeanza mwanzo. Anasema lakini hii ya shughuli yako Bwana imekuwa ni tamu kuanzia pale ambapo tulionja jambo la kwanza mpaka saizi ambapo tumeendelea kwenye haya mapya yaliyoingia. Kwa hiyo badala hata ile divai kuitwa divai ya kawaida, ilionekana pia imezidi uthamani wa divai nyingine za kawaida, ile ambayo Yesu alizalisha kwa muujiza. Badala ya harusi kuharibika, harusi ndio ilipata sifa njema. Inawezekana kuna watu wanaitwaga vidudu mtu, wapo macho kodokolo kuyaharibu mambo yako. Wanapoona ndio yameanza kutengenezeka, wanavaa sare za uharibifu. Na kwambia hilo jambo ukilifanya na Yesu, hata wavae sare za uharibifu, hata waitane na waalikane, hawawezi kukupatia aibu. Aibu Yesu ataipangua. Kuna aibu nyingi leo hii tumezipata kwenye mambo yetu kwa sababu hatujamhusisha Mungu kwenye hayo mambo. Kwa vidudu watu walivyojiinua, ukaona wakainuka tu hivi, hawana hata wakuwarudisha chini kwamba didimia wewe. Kwenye harusi ya Kana ya Galilaya, Yesu aliwadidimiza vidudu watu kwa sababu alikuwepo. Ni rahisi kusaidiwa na Yesu uliye naye dada kwenye jambo lako kuliko Yesu ambaye unamsikia tu kanisani, unamsikia kwa wenzako. Huyo sio Yesu, huyo sio nani? Na Yesu mwingine naye mbaya ambao sikufundishi uwe naye ni yule wa pambo la nyumbani. Yule naye sio nani? Yule wa pambo la nyumbani. Sio ukasema hili somo umelielewa sana ukaenda kumtafuta dukani ukasema hivi kuna yale mapambo ya Yesu akiwa msalabani, mnauzauzaje hapa? Tumefundishwa kumhusisha Yesu kwenye mambo yetu, ndio ukamweke kwenye fremu yako. Kama hayupo moyoni hata kuwepo tu. Anayehusishwa ni yule aliyo moyoni, sio yule aliyowekwa juu ya pambo kana kwamba ni mapambo ya picha nyingine za harusi na picha nyingine za kumbukumbu. Huyo sio Yesu, huyo kamwachishe kazi leo. Jeuri yetu sio Yesu yule. Kamwachishe kazi. Haleluya. Amen. Sio Yesu yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walipomshirikisha kwenye ile harusi ya Kana ya Galilaya, aibu ambayo shetani alitaka ailete kwenye ile harusi haikutokea. Kwa sababu gani? Yesu kwa kuwepo kwake alizima aibu, akainua utukufu. Kwenye jambo lako utakapomhusisha, atazimisha aibu, atainua utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona faida ya pili ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Inasema unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, kunakuwa na kupona kwa mambo yako kuliko kufa. Kunakuwa na kupona kwa mambo yako kuliko kufa. Nikasema mambo mengi yametufia, sio kwa sababu yenyewe yalikaa kimdebwedo. Kama utafanya jambo hata liwe imara vipi, ukifanya bila Mungu, hilo jambo litapigwa life. Nakwambia kama kuna mambo unayafanya bila Mungu na hayajapigwa yafe,
bado nyundo yake inaandaliwa, yatakufa tu. Sikulani, usio kasema kwamba mbona sasa mwalimu analani. Sikulani, nakwambia tu ni swala la muda. Inawezekana tu tarehe yake ya kufa ndo bado haijafanyaje, haijawadia. Sinajuaga hata vifo vikitokea unasema mwae vinakuja hivyo, lakini siku ya mtu ikifika hata mfanyaje? Tunaweza tukawalaumu manesi kwamba ni uzembe, lakini za mtu zikifika, na nakwambia hivi, jambo lolote unalolifanya bila kumuhusisha Mungu lina za kwake za kufikia kufa. Ukiona alijafa bado unaendelea nalo, ujue linaendelea kukupotezea muda ili ukalie kilio kikubwa cha kwamba nililipigania, nililikumbatia, lakini mwisho wa siku ndo salale. Haleluya. Ukitaka mambo yalete matokeo ya kuishi kulikoni kufa, muhusishe Yesu kwenye hayo mambo. Hii tulipata kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa kile kitu ambacho dada yake Lazaro, yule Lazaro ambaye alikufa, Biblia inasema Yesu mpaka anafika pale kwa nyumbani kwa wale wadada ambao ndio Lazaro alikuwa anaishi kwao, kwa dada zake. Biblia inasema ya kwamba Lazaro alikuwa na siku 4 kaburini ananuka. Sasa wakati dada yake Lazaro aitwaye Martha anamwendea Yesu, anampokea, wakati Yesu ndio amekuja na habari ya Lazaro imeisha, maana ameumwa mpaka amekufa na saizi amezikwa na siku ya 4 kaburini. Dada yake Lazaro huyu aitwaye Martha, kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana 11 mstari wa 20 na wa 21, Yohana 11 20 na 21, Biblia inasema basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, yani alikwenda kumpokea, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Mstari wa 21 unasema basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Unaelewa nini wakati Martha anaongea sentensi hiyo? Anamwambia Yesu, kama ungekuwepo ndugu yangu asingekufa. Maana yake kuwepo kwa Yesu, kushiriki kwa Yesu kwenye mambo yetu, ndiko kunakozuia vitu vyetu visifanyaje, visife. Amina. Ndio maana nakwambia kitu ambacho unakifanya bila Mungu, hicho kitu kufa kupo tu. Haleluya. Ukiona hawakiui saizi, ujue anaendelea kukupotezea muda nacho hicho kitu. Wapoteza muda nacho, kitakufa. Hayupo itaimbwa. Tasikia nilikipenda kweli, lakini wakati mwingine tumemsingizia na Mungu tukasema ni mapenzi ya Mungu. Kupigwa kwa vitu mpaka kufa, wakati ambapo Mungu hajahusika kwenye hivyo vitu, ujue kwa sehemu kubwa shetani ndio anaoviua. Eti kwamba Mungu akuulie kila kitu tu, akuulie kila kitu tu, akuulie kila kitu tu, hakufanye kwamba uishi hivyo tu, kwamba hamna wewe kwako kila kitu kinachopita hapo kwako kinaambiwa kwamba hicho nacho kama ni yule saa yote msubirieni. Unaona hata watu wanasikia kwamba kapata safari tena mtaji mwingine, ndugu zake tena wamemnyanyua, subirieni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo yetu yamekufa kwa sababu hatujamshirikisha Mungu vema kwenye hayo mambo. Ili asipate matokeo ya kufa, mshirikishe Mungu kwenye yale unayoyafanya. Faida ya tatu ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako inasema, unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, unapata kuyaonea raha hayo mambo yako. Nikakwambia hivi, kuna ndoa ikaitwa ya kimungu, lakini raha katika hiyo ndoa iliyoitwa ya kimungu utaipata sio kwa sababu umefunga hiyo ndoa. Utaipata kwa vile ambavyo kwenye hiyo ndoa mtaendelea kuishi na nani? Na Mungu aliyowapa neema ya kufunga hiyo nini? Msimwache Mungu kanisani saa ya ndoa kwamba tumeibariki sasa kwa niaba tuliopewa na serikali ya mbinguni na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana tuna vyeti vyao hivi ambavyo kwa kina ndoa za kina fulani vipo, kwa kina ndoa za kina fulani vipo, hivi vya serikali. Tunawahalalisha leo ya kwamba huyu fulani na fulani ni mke na mume. Mkituaga mtuage sisi tu ndio tuliokuja kualia ubobo wenu, msimwage Yesu na Mungu. Tunaenda sawa sawa?
Kuna wakati tukuone pia unaamka usiku wa manane kuombea ndoa yako, kama vile ambavyo ulikuwa unaamka usiku wa manane kuombea uchumba wako uende kwenye nini? Kwenye ndoa. Ili tudhihirike kwamba kuna wakati tunamwacha Mungu, utaona hata bidii zetu za maombi zinapungua kwa kadiri ya vile ambavyo tunafanyaje? Tunapata au tunafanikiwa. Kwa hiyo nakwambia hivi, kuna kitu ni kweli utakifanya ni cha Mungu, lakini ili kikupe raha itategemeana na kwamba unakifanya ukiwa na yule Mungu aliyekuruhusu ufanye. Lazima uendelee kufanya naye hicho kitu. Yeye ndio mtibuaji raha. Kiwanda cha kutibua raha ya ndoa yako, raha ya biashara yako, yeye ndio anakijua ni kipi. Kuna wakati utatafuta mpaka wale ambao wanaitwa sijui washauri, sijui wa nini, wakushauri, wakuelekeze, wakufafanulie mbinu za kufanya hiyo biashara kwa ufanisi, lakini bado nakwambia hawa hawatakuzalishia kupata raha. Kupata kwetu raha kwenye mambo yetu kuna mhitaji Mungu, maana yeye ndio mtoa raha. Ufafanuzi mzuri wa raha ni nini? Manufaa ya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Manufaa ya jambo yanamhitaji Mungu. Tuliona picha hii kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa kwanza hadi wa 4 na ule wa 14 hadi wa 16. Kutoka 33 moja hadi 4 na 14 na 16. Ile Kutoka 33 moja hadi 4 utaona Biblia ilikuwa inaelezea jinsi ambavyo wana wa Israeli wakati wanatoka kule Misri utumwani wanaiendea ile safari ya mafanikio kuelekea Kanaani, kwenye nchi ya raha na kustarehe. Walifika njiani wakafanya uovu. Ule uovu ukamkasirisha Mungu. Mungu akaamua kujiachanisha nao, akajitoa kwenye lile kundi, akasema sitahusika kwenye hii safari yenu. Nyie nendeni peke yenu, mimi nitawatumia labda kampani ya malaika ndio wawapeleke. Kwa hiyo sitaenda pamoja na nyie. Nikija nikikaa katikati yenu ninaweza nikawaua badala ya kuwatakia mema. Biblia inasema ya kwamba watu waliposikia habari hizo mbaya walihuzunika, waliomboleza, wala hapana mtu aliyeona ya kwamba vitu vyake alivyonavyo vizuri kwamba ni vya thamani. Wengi wao waliamua hata kurarua na kutupilia mbali vitu vyao vya thamani, wakamlilia Mungu kwamba enda na sisi kwenye hii safari. Wakijua nini? Wakijua ya kwamba safari ya mafanikio ya mtu, ili imfikishe mtu kwenye kile kilele cha mafanikio, inamhitaji Mungu kushiriki kwenye hiyo safari. Sio kwa akili zetu wenyewe. Sio kwa sababu tuna ngula ndefu kiasi cha kwamba nikipiga hatua moja hivi niko mbele sana. Safari yako ili ikuzalie matunda mema huko mbele unakokwenda itategemeana na wewe kutembea na nani. Ndio maana ile tenzi, yule mtunzi akasema katika safari yangu nitatembea na nani? Nitatembea na wewe. Akasema niongoze safarini, mbele unichukue. Usipoongozwa na Mungu ina maana utachukuliwa na majini pakuzi. Ndio maana kuna watu unaona kuna mambo walianza nayo na moto na spidi kali kweli, baadaye unasikia ya kwamba yule mtu saizi mbona alisharudi kijijini kwao siku nyingi. Wewe una muda na wewe hujatembelea kule Mbeya, hana hata duka alishafunga. Kwenye ile ofisi yule ambaye ndo alikuwa anasifika sana kwenye ile ofisi, kila kitu ni yeye, kila kitu ni yeye, kila mabosi wanaokuja wanamfagili, mbona alishafutika siku nyingi? Aliondokaga. Haya pia alimkuta katika safari yoyote. Usipotembea na Mungu, hiyo safari hata ionekane ilianza kwa spidi kali, tutasikia tu kwamba kwenye kona ile ya kwanza, ya pili, ya tatu ya nduru aliingia humo bondeni. Hata kama tunasema kama jamani, kwa mwendo kadogo kale liko bwana nyatanyata natembea. Kuna upepo wa kisulisuli tu wa kishetani unaweza ukaibuka. Ukashangaa kwamba kuna namna katikati ya kale kama mwendo kadogo, sijui umepushiwa vipi huko makorongoni. Bwana Yesu asifiwe. Wakaomboleza. Biblia inaonyesha kwamba walivyoomboleza Mungu akayajali maombolezo yao. Na Mungu wetu na sisi sio mkoloni kiasi hicho.
sio bedui, sio gaidi. Anapoona tunalia kumtaka, kuna wakati hata kama tumefanya maovu, anafika mahali pa kutusamehe na anaturudia tena. Ndio uzuri wa Mungu. Kwa hiyo usiniambia kwamba mimi nilikorofishana naye sana bwana. Sijui kwa kweli unachofundisha kama kitanisaidia, kwa sababu mimi kwa kweli kuna kipindi nilikuwa mimi najua kutembea na Mungu. Yaani mimi kila jambo langu siachi kumhusisha Mungu. Kila jambo langu, lakini bwana mimi nilivuruga sana kiasi cha kwamba sioni kama zile nyakati zitakuja. Ukitubu, ukiomboleza mbele za Mungu, Mungu ni mwenye rehema na huruma. Hana ugaidi wa kumuona mwanaye anapondeka, anateseka, ili hali yeye ni Mungu muweza. Akakaa tulie. Tunapotubu anaturidhia. Wana wa Israeli walipotubu akawaridhia. Wakati amewaridhia, kwenye ule mstari wa 14 Kutoka 33 Biblia inasema Mungu akasema amewaridhia sasa kwenda nao. Anawaambia hivi, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kwa hiyo uangalie raha za ile safari ya kwenda Kanaani zilihitaji ni Mungu aende pamoja na wao ndio akawape nini? Hautapewa raha na Wakanaani. Biblia inasema Wakanaani walikuwa ni wafukuzwe. Hawakuambiwa hata watawakaribisha, watawaambia ngojeni tuwaoneshe vizuri. Hii ndio seble, mkitaka kuweka mizigo yenu wekeni hapa. Aliyekuwa awaelekeze namna ya kuishi kule Kanaani katika maisha ya raha na mustarehe ni Mungu ambaye alikuwa anatembea na wao. Kwa hiyo wapendwa, haijalishi unalifanya jambo ambalo unasikia kwamba huu mradi bwana ukilipuka pia utatoboa. Yaani hapa itakuwa wewe una milioni zako 200. Mimi nina milioni zangu 200. Hiyo jeuri ya kuona ya kwamba tutaendalalia kwenye milioni 200 sikufanye ufanye bila Mungu. Ataenda kupa raha hata hiyo milioni 200 ukiipata. Upate raha nayo, ufanye nayo mambo ya maana, ni Mungu. Sio milioni 2 kama milioni 2 au milioni 200 kama milioni 200. Unajua kuna watu hapa shida yenu nyewe sio kwamba nimpate mafurushi ya mahela. Kuna watu hapa nasikia hata mkipata mafurushi ya mahela hamtoki kimaisha. Shida yenu sio hela. Shida yenu nyewe ni Mungu atakayewaelekeza namna ya kupata raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hata upate furushi la mahela kiasi gani, kama hautaishi nazo katika adabu ya kuwa na Mungu, hawezi ukawa na manufaa na hayo mafurushi. Kuna wakati nimesingizia, nasikiaga sana wale ambao wanakuwa wamestaafu, nasikia nadhani milioni 20 basi ni kitu. Ndio tayari hapo aliona yeye kupata raha utakuwa ni pale atakapopewa furushi lake. Akilipewa asipolitumia na Mungu, akiambulia kupiga mweleka, unaona anatujia na sentensi za kusema hizo milioni 30 basi unadhani ni kitu basi. Zisikie hivi zikitajwa tu, lakini ukiwa nazo mwaya, sio hela, ni hela. Hujazikamata ukiwa na nani, hazitakuwa hela kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 4 linasema, faida ya 4 ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, inasema unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, matokeo, tunazungumzia kitu kinachoitwa matokeo. Matokeo katika hayo mambo yako hayawezi kuwa mabaya. Haleluya. Kuna mambo tumechakarika nayo sana, lakini matokeo yake yakawa ni nini? Ni mabaya. Sababu kubwa utakuta ni kwamba tulichakarika kwa akili zetu sana, kwa maarifa yetu sana. Siku hizi tuna sentensi inasema jiongeze. Kuna wakati hiyo sentensi
sio sahihi kutumika sana. Jiongeze. Nakwambia hata ujiongeze kwa namna gani, katika jambo lolote utakalolifanya, ikiwa hujamhusisha Mungu, hata ujiongeze kwa namna, matokeo yatakuja tu mabaya. Yaani wanaoelewa hawatatishika na ile bidii yako ya wewe ukiwa unachakalika. Tutakusubiri tu kwamba ngoja tuone mwisho atakapokuwa sasa anahesabu mapato na nini na matumizi. Unajikuta jamani, bwana, mbona matumizi yanazidi mapato jamani? Yatakuja tu hayo, ndio atakuwa matokeo. Hakunaga matokeo mazuri katika jambo ambalo mtu amechakalika mwenyewe kwa akili yake. Unaweza ukawasisimua wanadamu wakikuona unamenyeka, lakini Mungu anajua kabisa ya kwamba taabu zako ni nini? Ni bure. Kuna watu mmetaabika bure kwenye mambo. Wakati mwingine nasema hivi, umeifanya kazi, lakini ukiangaliwa ni kama kazi inakufanya wewe kuliko wewe kufanya nini? Sasa kuna mradi fulani wa kimaendeleo ninauendesha, najishughulisha nao. Kumbe mradi ndio unakushughulikia wewe kuliko wewe kujishughulisha nao. Kuna watu hata mlivyo hapa sio walisia wenu, ila kuna uchakalikaji umewachubua, umewazeesha, umewaaminya, umewanyonya, yaani kiasi cha kwamba wewe kuhangaika kwako na kupambana kwako na kazi, wewe ndio imekuwa kwako, ndio kikondesha chako, ndio kupe wako, kuliko ni hata ungekaa hivi. Kazi ndio imekufanya umesiga. Amina. Wakati ambapo kufanya kazi ni nini? Ni ili mkono uende kinywani tunasema. Hata Biblia inasema asiyofanya kazi asifanyaje? Asile. Lakini kuna watu hapa kazi ndio zimewabalasa kweli. Utafutaji ndio umewachakaza, nyie sio mlivyo hivyo. Umechakalia kwenye utafutaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote hayo ni nini? Kwa sababu unapambana bila Mungu. Unapambana kwa akili zako sana kuliko kumshirikisha Mungu. Ndugu yangu, hata Mungu alivyotuumba alipenda tuwe na akili, lakini kazi ya akili sio tuzitegemee. Wa kutegemewa awe nani kwenye maisha yako? Mungu. Mungu hajatupa akili ili tuzitegemee tuone kwamba hii akili ndio nayo ndio kila kitu. Yaani mimi na akili yangu na mimi. Alitupa tuzitumie, ila sio tuzitegemee. Kwa hiyo kuna watu mnafanya mambo mnachakalika sawa, lakini mwatumia sana akili zenu kuliko kutafuta msaada na usimamizi wa Mungu kwenye hayo mambo. Mtaambulia kwenye matokeo mabaya tu. Jambo hili tuliona kipindi kilichopita kwenye darasa lililopita la Alhamisi, la Jumapili tuliliona jambo hili tukiwa tumeongozwa na kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 8. Injili ya Yohana 21 mstari wa kwanza hadi wa 8, Biblia inasema, narudia, Yohana 21 mstari wa kwanza hadi wa 8. Yohana sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 8. Biblia inasema, baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake. Nikasema shika ya kwamba hawa watu walikuwa wana jina la heshima kweli. Wanaitwa wanafunzi wa Yesu. Sio hata kijiwe cha wavuta bange. Kusema ya kwamba bora ni kijiwe cha wavuta bange hiki hakiwezi kubarikiwa. Ni wanafunzi wa Yesu. Watu ambao kuna daraja kubwa sana wamelipiga la kiroho mpaka kuwa mwanafunzi wa Yesu sio bure. Yesu alikuwaga anaongozana na watu wengi, wengine wanaitwa makutano. Hawajapata hata hadhi ya kuitwa wanafunzi. Maana yake mtu kuitwa mwanafunzi wa Yesu, maana yake kuna daraja kubwa la kiroho huyo mtu yupo. Hakuna ambaye afurahishwi na title hiyo.
Ni title nzuri kweli, inapendeza kuitwa mwanafunzi wa Yesu. Biblia inasema alijidhihirisha kwa hao wanafunzi wake mahali ni penye bahari ya Tiberia. Sawa, ni kundi hili linaitwa la wanafunzi wa Yesu, na liko eneo ambalo hilo eneo ni baharini. Bahari hiyo inaitwa bahari ya Tiberia. Biblia inasema naye alijidhihirisha hivi. Mstari wa pili, kulikuwa kuna mtu anaitwa Simoni Petro. Lile kundi sasa la wanafunzi wa Yesu linaorodheshwa mtu mmoja mmoja. Alikuwepo Simoni Petro, kulikuwepo na Tomaso ambaye ana jina lingine la pili anaitwa Pacha. Kulikuwepo na mtu wa tatu anaitwa Nathanaeli. Huyu anaelezewa ya kwamba yeye alikuwa ametokea mahali panaitwa Kana ya Galilaya. Tu watatu. Kulikuwepo na mtu mwingine wanne na watano ambao hawa wanaitwa ni wana wa Zebedayo. Kuna wakati hao watu walikuwa wanatambulishwa kwa jina hili kama wana wa Zebedayo, lakini undani wao ilikuwa ni Yakobo na Yohana. Kwa hiyo ni wawili hao, watano hao. Sasa kukawepo na wengine wawili ambao hawa mpaka mwandishi anaandika hakuwa amepata majina yao, lakini aliwaona walikuwa wawili wengine, akawarekodi tu kwamba na wengine wawili. Kwa hiyo ukiwajumlisha unaona ya kwamba wamefika mtu 7 hivi. Lilikuwa ni kundi linaloitwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Usisahau hicho kitu. Sio wavuta bange, sio wale mafilauni, sijui na watu gani wa vikundi, sio watu wa vikundi vya majungu na umbea. Watu hawa ni wanafunzi wa Yesu, kundi la wanafunzi wa Yesu, na wameorodheshwa hapo. Vimeonekana ni vichwa 7 hivyo, mtu 7 za uhakika. Kuna kaka yao kiranja mkuu hapo anaitwa Petro, simsahau. Alikuwa chombo muhimu sana katika wale wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kiasi cha kwamba miongoni mwa wanafunzi wote walipimwa bongo zao kiroho. Ikaonekana bongo ya Petro iko moto sana. Akasema, "Alo Petro, wewe bwana, wewe ni jiwe, wewe ni mwamba. Na kwa kupitia wewe nitalijenga kanisa ambalo hata malango ya kuzimu hayatafanyaje? Hatalishinda." Unamwona Petro hapo alivyokuwa kichwa kwa Yesu. Yupo kwenye hilo kundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yupo kwenye hilo kundi. Nyie mna taasisi, mnafaa kufikiria kuiba walimu wa wenzenu. Mnasema tuangalie majembe ni nani na nani kwenye ile shule yao. Tukiwasogezea donge nono tumewapata. Wamekuja kutufundishia shule yetu ili kusudi shule yetu sasa iwe mbele, tuwazidi wenzetu. Kienda kwenye timu kule nako wanaangalia masfeka wanaosumbua sana. Ndio baadaye unakuta wanawasajili hao, wanawatoa kwa wenzao kwa gharama kubwa, wanawaleta kwao. Unaweza ukafanya jambo hilo kwa kumuona mtu ya kwamba ni kichwa, yuko vizuri, yuko nondo, ni superior kweli kweli. Haleluya. Lakini utaona matokeo yatakayokuja mbeleni kama mna superior na hamna Mungu ndani yenu. Biblia inaongelea watu wao. Mstari wa 3 inaendelea kuwasema ya kwamba Simoni Petro kama alivyo kilanja, hata hapa alionekana ya kwamba ni kilanja. Simoni Petro aliwaambia wenzake, "Jamani tumekaa hapa kia sala eti mimi kuna jambo nimeliona, nataka niwashirikishe." Sasa nimetumwa pesa, mnajua. Siaje hapa kucheza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Simoni Petro akasemaje? Akamwambia wenzake, "Jamani, mimi kuna fursa nimeisikia ndani yangu. Nimeona tukifanya huu mradi tumetoboa. Tutapata vyakula, lakini tutapata pia na vya kuuza, tutakuwa wafanya biashara wakubwa." Jambo gani? Akamwambia kuvua samaki. Kwa hiyo mimi mwenzenu hapa nasikia kwenda kufanya kazi gani? Ya kuvua samaki. Kama sasa Biblia inasema asiyofanya kazi asifanyaje? Sasa wana hiyo nani anaitaka? Si ukilala vinakulalia au? Ingawa utaviona hata vikiwa vimepandikizana hapo, lakini utaona matokeo. Haleluya. Kwa Simoni Petro akamwambia wenzake, "Naenda kuvua samaki." Utaona alitoa wazo zuri la kimaendeleo. Hajawapa wazo ambalo lilionekana ya kwamba kwa Mungu ni dhambi. No. Kuvua samaki ilikuwa ni shughuli halali kabisa.
Na ukumbuke wako mahali ambapo Biblia inasema ni bahari ya nini? Ya Tiberia. Sasa wakati anawaambia wenzake, anawashirikisha wenzake, utaona na wenzake nao pia wakatoa mkono wa shirika. Nilisema kuna wakati ni hatari mko kundi, lakini huyu anasema wazo la kwamba tulime mpunga, huyu anasema ni bora tusiulime, ngoja tumsubirie Mama Jasper huwa analimaga, ngoja ateseke wewe, arudi na inaitwaje vile mama vinakonasa mnyura, arudi na minyura yake kutoka shamba, arudi amechoka mpaka kuna siku hata akose nguvu za kwenda asubuhi ibadani. Yeye akivuna twaenda mnunuza mpunga, au twasubiri pia anakoboa twanunua mchele. Sisi tutauza mchele tukiutolea kwa walioulima. Kuna waliosema tuulime, kuna wanaosema tuuze wakiwa wenzetu wamesha ulima. Kuna mwingine anasema hapana nyie. Yes, mnaona sasa hivi nani siku hizi sikukuu nazo zinakamatana. Unaona kunataka mkamatano kati ya sikukuu ya Idi na sikukuu ya Easter ya Pasaka. Unasema jamani ni dili hilo, twendeni Kariakoo tukafungashe mama Elini. Tukopeshe ndugu yangu. Kuna Idi na Pasaka hapo vinakuja mbio mbio. Hawa watu wakifunga, wewe tunajua wanadongorokeaga kwenye kuvaa. Wakidongorokea kwenye kuvaa tunao. Ndugu zangu tutatoka. Kichwa cha tatu hicho tena kinakuwa na mawazo tofauti na wale wawili. Huyu anasema wewe umesema swala la nguo ni nzuri, lakini masuala ya kukopesha yana hasara. Tayari kawatisha wenzake. Haya, bandika lako, anabandika na hela kwake. Mimi naona jamani, kama muamini fuatilieni. Kuna swala la kilimo cha umwagiliaji. Tunakilimia wapi? Hatuwezi tukaenda hizi njia za huku mkumbala huku Bwiko Goha. Lakini pia hata hapa katikati nimeona siku hizi kimenoga hapa Chekelei ile kwenye ile daraja upande huu wa kulia hivi, ukiwa unaelekea huko upande wa Dar es Salaam huko kulia wanalimalima sana. Mimi naona hata huko kushoto kuna kashamba fulani juzi kati hapa amevuna, yule mtu amevuna. Nalima kwenye akili za wenzenu. Najua wametumia nini? Twendeni huko. Anainuka mmoja, sema unajua vitu vya saba. Anainuka mwingine na anasema, wewe niulizeni mimi. Kuna jamaa nilishawahi kushirikiana nao nikafanya huo mradi. Aise tuliambulia 0. Hicho kilimo jamani, nyie cha umwagiliaji ombeeni mvua isichanganye. Ikichanganya mtakuwa kila mkisikia mvua mnatamani mngekuwa na maturubai ya muujiza myafanye yatande, yazuie ili kusudi nini? Mazao yale yakiwa kwenye kipindi cha kutoa maua, mvua isije ikaua yale maua. Maana maua yale ndio baadaye inakuwa ni nini? Ni tunda. Kwa hiyo kilimo cha umwagiliaji hakitaki maji mengi, kinataka mvua za wastani. Kuna watu waliambulia hasara, kawazimisha wenzake. Mwingine wewe naye kakurupuka na lake, mwingine kakurupuka na lake. Lakini katika jambo lililo zuri utaona wakati Petro ametoa lile wazo jema la kimaendeleo, hawa wenzake wote wakawa upande wake. Wakawa na umoja na mshikamano katika kulichukulia hatua lile wazo zuri la kwenda kufanyaje? Kuvua samaki. Kwa wote wakakubaliana, wenzake Biblia inasema wakasema, wakamwambia sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka. Walipoondoka Biblia inasema wakapanda chomboni. Kuna wakati unataka kufanya jambo, unazana. Wewe ndugu yangu unatulimia, unasema nalima bwana, eka ngapi? Tutaje eka ngapi wa kulima ambazo ukilima mtu mpaka unamshangaza? Eka ngapi? 100. 100 lazima msimkafa shamba. Eka vitu hivi za wastani 50. Haya. Sasa ndugu yangu wewe unalima eka 50 au hizo 100 ambazo mmetaka hapa mvunje nazo rekodi. Alafu unatuambia kwamba ukikuuliza kuna zana za kulimia, unatuambia tutakuwa tunaomba. Swala la bajeti ya zana hilo litatula pesa. Bado tutaangalia wenzetu wakiwa wamemaliza kulima ile, sisi tutatumia majembe yao.
Au unatuambia matrekta sisi sio hata kukodisha. Sisi matrekta tutaangalia kwa jamaa zetu ambao wanao, tutawaombaomba, tutajaza mafuta. Haya, ukisikia kwamba ile trekta bwana kuna spare sio ilifanya kocho na kocho. Unaonekana wewe sio mkulima ambaye uko serious. Lakini utaona hawa katika lile lengo lao, ule mpango wao mwema wa kwenda kuvua samaki, Biblia inasema wakapanda chomboni, manake walikuwa pia wana chombo cha kutembelea wapi? Kwenye maji. Ili wavue. Takuwa mvuvi gani na una chombo? Kwa hiyo utaona umebukua jambo lingine tena hilo. Wamepiga tiki. Wana nini? Wana zana za kuvulia samaki. Somaji wa Biblia anajua kule mbele utaona wakati Yesu anawatokea anawaambia kwamba nitupeni jarife upande fulani ili mvue samaki. Kwa hiyo utaona na pia walikuwa wana jarife. Jarife tafsiri yake ni nini? Nyavu za kuvulia. Kwa wana chombo na nyavu. Hapa kweli ni wavuvi walio serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnajua je, mnaenda interview uweze ukaenda interview kama mkono mitupu. Lazima utakuwa umeenda na certificate zako sasa ambazo zinaonyesha qualification, CV zako. Si ni kweli? Tena wakati mwingi kwenye interview ndio tunaenda na zile sasa original zenyewe. Kiachilia mbali zile copy ambazo tuliwasendia kwenye kuomba. Si ni kweli kaka mwazibu? Sasa utaonekana wewe sio mpambanaji na ajira, utaonekana uko serious na ajira. Ukiwa umefika interview kweli umedamka kweli. Umetoka kwenu huko Sigimbi kweli umejua kupanda sui bajaji ikakushusha mahali haiwezi kuendelea, ukaendelea na miguu, ukafika mpaka kwenye basi ukalipanda vizuri, basi likakushusha stendi ukajikuta kwamba hata hela bajaji kutoka hapo mpaka sehemu ya interview hauna, ukapogoma wa miguu. Ashukuriwe Mungu ulidamka asubuhi, maana jua alijala utosi, ningekupiga ungezimia njiani. Ukapambana ukafika. Unafika pale umekaa sasa na interviewer sijui kapo na interviewiwa, unaanza kuambia ulisoma ulifika hadi wapi? Sasa nimepiga sana, hata kule kijijini kwetu hamna aliyopiga namna hiyo. Mimi ndo nimesoma sana kwenye familia. Kaka haya lete vyeti vyako. Sio kusema kweli, mtansamee jamani. Nani mzee mtansamee, niliviacha nyumbani. Wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa wanazo zana. Kwa hiyo wanatiki hapo eneo lingine. Wana wazo zuri. Wamekubaliana kwa umoja wao na mshikamano wao kulifanya lile wazo. Wanazo zana za kuingilia kazini. Haleluya. Usisahau na pale juu Biblia ilisema ya kwamba walikuwa kwenye bahari ya Tiberia, kwa sababu saa nyingine unazana haya waenda vua kwenye bwawa la watu. Wewe si shetani, mwizi, pepo toka. Amina. Haleluya. Utatuambia kwa kweli mimi kwa mambo ya urembo, kwa kweli mimi nimejiweka fiti. Kiasi cha kwamba lazima nipate mume. Ndio ndugu yangu, ukijiweka fiti unaenda sasa ukaa kwenye vijiwe ambavyo waume za wenzako wanapita. Pepo toka. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wanazana za uvuvi na hapo kwenye bahari ambayo iko huru kwa kila mtu kufanyaje? Kuvua. Haleluya. Kuna wakati tunasema mtaji nao ndio sawa sawa na hao watu walivyokuwa na hizi zana za uvuvi. Mpango wa biashara, aina ya biashara ninayoiwaza tayari ninayo hii hapa. Nimeona kabisa kwamba hapa Mombo watu bado hawajaamka, hawajazinduka juu ya hili jambo. Nikilifanya nimetoboa. Masoko ninaona kabisa. Naona Mombo hapa nitauza. Nimefuatilia, nimeshawahi kwenda Lushoto nikaona pia hiki kitu bado hakijaingia. Lushoto ina maana nitauza. Ina maana nitatafuta siku pia nitakuwa ninaenda Lushoto. Kwenye minada nitaenda ya sehemu mbalimbali. Tunasema masoko ndio ile bahari mahali wanapoenda kuvua. Kuna kitu wakati mwingine kinaitwa maarifa. Hata Biblia ikasema ukikosa maarifa kuangamia utaangamizwa. Kasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Na wakati mtaji mkubwa sio issue, una maarifa kiasi gani kuendesha huo mtaji?
ili kusudi huo mtaji usije ukateketea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu kama wewe unatuambia kwamba mimi nimefikiria kuanzisha duka. Haya, sawa, umeanzisha duka. Ndio tukukute dukani kwako unauza tu pipi. Yaani lile pale lina pipi, lile box lile pipi, lile pipi, lile pipi, lile pipi, lile pipi. Sasa wewe baba pipi au mama pipi au duka pipi. Kwa hiyo unaonekana kabisa kwamba umepinda kimaarifa. Kwa sababu pipi sasa utataka wauze nani wateja wako? Na maana ni watoto. Tukiwakataza watoto wetu wasile pipi ili wasioze meno, wewe una nini? Una hasara. Kwa lazima utuambia kwamba nina pipi sawa mifuko kadhaa, lakini pia kuna unga huu hapa. Unga wa nini? Wa ngano kwa wale ambao watakuwa wanakanda mandazi, lakini pia unga wa chakula kwa wale ambao watapika nini? Watapika sima nguna. Lakini pia na mchele kwa wale ambao wanakulaga kila jioni lazima ubwabu. Mimi saa 2 ubwabu wa maharage. Wakisha kula cha mchana nakumbuka hawasahau kubandika maharage ya nini? Ya jioni. Si ni kweli? Unakuwa na maarifa namna hiyo. Sasa miongoni mwa kitu ambacho nacho ni muhimu katika upambanaji ili utafute kupata matokeo kuwa mazuri ni kitu kinaitwa maarifa. Kwa wenzetu hawa walikuwa nayo, hawajakuwa nayo. Tunawaona Biblia ikisema kwenye ule mstari wa 3 sehemu B ya ule mstari inasema, ila nianze pale panaposema basi wakaondoka. Sawa, wakapanda chomboni, hao wanaenda, ila usiku ule. Swala la neno usiku ule limekuja kama kitu kinachoonesha walikuwa na maarifa. Kwa nini? Waliona kuna asubuhi, kuna mchana, kuna jioni na kuna nini? Kuna usiku. Kuna seasoni hizo hapo kama 4 kwenye siku. Lakini utaona asubuhi walifuta kwenye plani yao ya kuvua. Sio kwamba asubuhi walikuwa bize na mambo mengine. Walikuwa huru tu pale baharini, wamekaa wanasubiri. Mchana unapita huo, hawatupi nyavu, hawasongeshi chombo chao kwenda majini. Ikaja jioni ikapita. Na watu wanasema, jamaa wana nini sasa? Mbona wamekaa katu kiasi? Unaona usiku sasa ndio wanaanza. Kwa nini? Petro. Yakobo. Yohana, usisahau zile nyavu. Kuna zile ambazo nimeziweka huko nyuma huko na nini? Toa. Hao usiku ndio wakaingia wapi? Baharini kuvua. Swala la wao kuingia baharini kuvua ilikuwa ni maarifa. Swala la wao kuingia baharini usiku kuvua ilikuwa ni nini? Ni maarifa. Imani na masuala ya baharini na sehemu za majini zilivyo ni kwamba katika majira ya usiku samaki hutoka kwenye vina virefu huja kwenye vina vifupi kupata chakula. Kwa hiyo ina maana walikuwa wana maarifa ya kujua ya kwamba usiku ndio tutawakamata samaki kiurahisi kulikoni hata wakati wa mwanga ukiwa umetanda, maana hawaji huku kwenye maji mafupi. Tutateseka tuwapatie mbali. Mama, siku naweza kuwa nauza mchana huu. Ndio wako vibandani kule. Wewe unaenda muda gani? Ndio unasema ndio yale malori yanafanyaje? Yanapaki pale, ndio yanapataga mahali pa kupumzikia. Utayakuta kweli malori. Kweli ukienda Mombo kule chini mjini, malori mtabeli unaokuta mpaka unaweza kusema, jamani hii Mombo kweli. Usiku ndio unashangaa. Bwana, kumbe Mombo usiku inakuwa hivi, inakuwa nusu Dar es Salaam, haieleweki ni Dar es Salaam, haieleweki ni Dubai, haieleweki ni wapi. Yaani malori ya kila namna, watu shepu za kila namna. Yaani unaweza kusema, hawa watu tunao Mombo au hawa watu wanashukaga ule usiku wanatoka mbinguni sasa. Hao kama hata ni kuzimu, ni product zao wanaziachaga ule usiku ndio zinazaliwa Mombo. Si unaona vitu mwenubo usiku? Kabisa. Ndio saizi uko si Serengeti, uko si wapi, uko wapi. Unakuta saizi kama hakueleweki. Kama sio pale. Hakueleweki. Kwa sababu unaona hata wafanyabiashara unajua hao watafanya masarakasi yao lakini watasikia njaa hawa. Ngoja usiku tuwapelekee pia msosi mbali na mchana.
Utakuta kuna mama zetu hapa wanapeleka chakula usiku ndio wanauza pale sana. Hayo ni nini jamani? Maarifa na yenyewe ni muhimu kweli katika kutafuta matokeo kuwa mema na mazuri. Usiapuuzie hayo. Kwa hiyo hawa usiku kwenye uvuvi ilikuwa samaki wanakuja huku. Kwenye kina kifupi cha maji wanapatikana kiurahisi. Wala haiwalazimu kwenda kuteseka kuwafuata mbali kwenye vilindi. Haleluya. Jambo lingine la zaidi kuhusiana na kuvua usiku. Inasemekana ya kwamba zile shughuli za mchana kutwa zile pilikishani nyingi. Huyu naye anavua, huyu naye anavua. Zinafanya hata samaki hawezi kukaa kwenye utulivu wa kukamatika kirahisi. Lakini usiku kwa vile ambavyo panapoa, ina maana hapo bahari nzima wanaitawala wao. Ni sawa sawa na vile unaposikia raha kwamba yule muuzaji mwenzako pale ambao mnauza naye bidhaa moja, leo unasikia kwamba ameenda huko kwao bwana kusalimia, anakaa wiki 2-3, unasema Mungu si akae wiki 20 ile 2 aongeze 0 kule nyuma. Kwa hiyo usiku ilikuwa hakuna tena shughuli ambazo zinagongana. Hawana washindani wanaopambana nao wengi. Ilikuwa rahisi kwao kufanyaje? Kupata samaki. Lakini angalia sifa zote hizo, Biblia inasema hawakupata kitu. Hapa tunaanza kusema kweli uchawi huko. Huko ndio. Wewe unajua saa hizi. Huko. Na uchawi mwingine ni upi? Sio kwamba kuna watu wewe ukiwa umelala wao wanakujilia, wanaanza kukuinamia hapo, wanaanza sijui kubomoka na kwenda sijui kinyume, sijui wanaanza kukufanyaje, wanakusotea. Uchawi mwingine nao ni kwamba una vitu vingi umejishenisha navyo lakini huna Yesu, ni uchawi. Wewe ni mchawi. Wataka ufanikiwe kwa namna gani wewe mchawi? Utakuwa mchawi wewe. Hata ujishenishe na yote yale tuliyoyaimba, ukijumlisha pale juu wanaitwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu, sio hata watoto wa shetani, sio wajukuu wa shetani kama ambao nawakemeaga hapa. Lakini utaona walifeli. Kwa sababu gani? Hatupati matokeo mazuri kwenye mambo yetu kwa sababu ya majina fulani ya kuitwa mwana wa Mungu, mlokole. Si kuna maduka mnasikiaga huko, nenda kwa duka la mlokole. Ukifika kuna wakati unakuta kwenye zile shefu kuna panya wengi na mapaka kuliko nini? Bidhaa, si ni kweli? Hali usije ukakata siku moja ukatumainia jina mlokole. Kama una Yesu wewe ni mlokole uliozeeka, uliochakaa. Utaona mapepo watakulokola. Haleluya. Makopela watakulokola. Kwa tunafundishana nini? Kumhusisha sana Yesu kuliko kuangalia sifa zozote zile kwenye mambo yako. Sikwambii vingine viache. Ndio maana nimekusisitizia sana habari ya kwamba una mradi kweli unaofikiria, unakuja kwenye akili, umepata kibali cha Mungu, sawa? Angalia zana unazo, angalia maarifa unayo, angalia kama una kampani ya watu uone ya kwamba mmekubaliana wazo moja. Lakini kuna kitu kikikosa, ujue umekosa matokeo mazuri hata kama ulijiona umejipangaje. Na ndio maana wenzetu Biblia inasema ya kwamba Yesu sasa ndio akawatokea. Mstari wa 4, hata asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni, yani pwani au kando ya bahari. Walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Mstari wa 5, basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu, la. Hii ni aibu kubwa. Yaani wale watu na vile vyote walivyojikita navyo kwenda kuvua samaki, walikosa hata chakula. Maana tu waliulizwa kwamba na chochote hata cha kufungulia kinywa ya asubuhi tukipate hapa tukipige. Wanasema hatuna. Ina maana nyavu yao iliondoka na shilingi gani? 0. Na namba gani? 0. Kwa ufafanuzi mwingine, mduara. Ukipenda unaweza ukaita tena O. Sasa ninachokufundisha hapa ni hivi. Unaweza ukawa una jina kubwa la kimungu kweli, kwamba mlokole, mwana maombi, lakini kuna mambo ukajihusisha nayo ukaambulia matokeo yanayoitwa 0. Ukiona watu wamekushangaa ujue hao hawaelewi.
Wanaoelewa hawatakushangaa, watajua kwamba kuna wakati unafanyia mazoea kwa sababu ya ulokole wako. Watu hatufanyii mazoea kwa sababu ya ulokole. Lazima katika ulokole wetu na tufanye na Yesu mwenye wokovu wake. Ndicho kinachotisha maadui, hicho Yesu. Haleluya. Wewe hata bandika jina kabisa pale, weka waambie kwa mlokole shop. Okay tu. Utashangaa masinduna kama wote wapo tu huko kwa mlokole shop walitimba. Kama kuna kwa mlokole shop na hilo duka la mlokole ndani yake ukilipima unaona kabisa hamuhusishi Yesu, huyo sio mlokole shop, huyo ni tapeli wa wokovu shop huyo. Atanyumbuliwa tu. Matokeo mabaya utayapata tu. Yesu anauliza mnaada kitoweo, maana yake mnaada chochote chakula. Wanasema hatuna. Mstari wa 6 akawaambia, sasa litupeni jarife upande wa kuume wa chombo. Yesu hajaja na nyavu zake. Nyavu walikuwa nazo wenyewe, zile zilizokosa kukamata samaki wakati gani? Usiku. Asubuhi kumekucha, na licha ya kwamba ndio kuna mwanga, ndio kunasema samaki kwamba saizi wamekimbia mbali, saizi samaki hawapatikani karibu. Yesu ndio anaibuka muda huo, anasema siangalie mazingira yalivyo magumu, mimi naangalia uwezo nilionao. Yesu akija kwenye jambo lako, akihusika kwenye jambo lako, hatishwi na hali ya huo mtaa. Hata kama huo mtaa una machifu wanaosema watu hawatoboi, Yesu anaangalia uwezo wake. Hata kama ameshaandika ya kwamba wewe ni rufaa ya kifo na mauti, Yesu anaangalia uwezo wake, anajipima uwezo wake. Hakuambia tusubirini usiku mwingine, si ndio hivyo? Tukasema na yeye ameenda kule kwa wanafunzi wake mpaka usiku ndio wavue. Utaona ya kwamba kuna jeuri ya Yesu. Kuna jeuri ya nani? Ya Yesu. Wakati nasema ya kwamba kuna wakati hata mimi msimu ambao tunaikaribia hapa mawiki kadhaa yajayo, ndio ninasemaga bwana, huu msimu mnaanza kuwalaumu wenzenu mshindwe. Sasa wenzetu wakifunga mambo yanakuwa magumu. Toka wewe, huna Yesu wewe, ndio maana huoni urahisi wa mambo. Yesu hatishwi na msimu. Wakati wengine wakifunga, wewe unaweza ukaneemeka, bado biashara yako inaweza ikauzika na kufungua macho mapema. Nimetuma kwa ajili yako. Kuna mtu ulikuwa unaanza kugandamana mawazo, unasema tunaenda ule msimu wa mambo magumu. Nakwambia safari uende na Yesu. Tunaenda sawa sawa. Si kuna watu mlikuwa mnatishwa na Januari si ile imepita. Leo tunachomoka, tunautafuta watatu na tutaimaliza yote salama tukienda na Yesu. Hatutishwi na jina la Januari, hatutishwi na jina la msimu wa kufunga. Nakwambia safari tutafunga wote. Wakristo watafunga, wengine watafunga, na bado fursa kwa walio na Yesu zitakuwa. Hatutalazwa njaa na hali ya mifungo. Tembea na Yesu Bwana wewe. Karabo shanta rabo siki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia hivi, katikati la wimbi ambalo linasema siku hizi watoto wetu wanasoma lakini ajira hamna, wewe nenda na Yesu kwenye kisomi chako, kwenye usomaji wako, kwenye elimu yako. Ukitembea na Yesu hatatishwa na Tanzania ya wanaojuana, na yeye anawajua wake, atakujua. Umkuta mwenye Yesu eti amepaki gari pembeni, eti anasema bwana tusiendelee tuna haya mambo. Nchi watu wanaendelea wanachuana kwa kujuana. Ukiwa na Yesu na wewe atakujua. Atakuchukua maana anakujua. Ni baraza gani asiyoweza kuingia? Ni mlango wa nani asiyoweza kuukanyaga? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yeye ni yote kati ya vyote. Hakuna jambo gumu la kumshinda. Usije ukasahau hilo.
Biblia inasema mstari wa 6, akawaambia litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, atakuelekeza hadi upande sahihi. Hautafanya kwa kubahatisha, hautafanya kimachale wala kichkuchando chale, wala utabanwe, wala uaguliwe. Atafanya kwa usahihi, abahatishe mwanaume Bwana. Juzi nilikuwa naambia watu hapa wanacheka kwamba Yesu hana zile habari za kwamba jibu ni A, ngoja nifanye vidole hivi vikikutana liwe ndio hilo. Vimepita, sio A. Jibu ni B. B nayo imekamata kwa upande. Sasa ni A na B hapa au? Yeye mambo yake yamenyooka hivi. Ni A ni B ni B. Amen. Haleluya. Amen. Utaona kuna saa mpaka unafanya kazi kwa kubahatisha. Najua mpaka kuna watu kabisa, kuna siku mnaziendea kazini mkisema, leo ndio ile siku ngumu. Na umekubaliana na hiyo hali. Una Yesu kweli wewe? Kuna siku unaamka kabisa asubuhi unaenda kazini unasema, ngoja tu niende sasa, siriziki miguu ya mbwa mpaka arukeruke aende mawindoni ndio apate. Ngoja nikapate hicho chochote nitakachoambulia. Lakini leo ni ile Jumanne, siku ngumu. Una Yesu na una siku ngumu wewe. Na siku zote zilikuwa za Mungu. Au nadhani shetani alishirikishwa akaambiwa ya kwamba haya, kuna wakati embuumba siku zako 3 na mimi niumbe zangu 3 kwanza. 6 hapo haya. Hiyo moja ngoja tuigombanie hapo. Ikaumba nusu kwa Mungu, nusu kwa shetani. Ulisikia wapi? Na siku hapa mnaziendea kazini, mnafaa kuzitafsiri kwamba leo ndio ile siku ngumu. Na unaona yanakuwa. Kwa sababu gani? Tumeshajiumbia. Shetani naye kashachukua hiyo certificate ya ushindi. Hiyo siku kweli anakugaragazaga kweli. Haleluya. Yesu anakubahatisha. Anafanya kwa uhakika. Kawaambia litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Biblia inasema basi wakatupa. Uzuri tu kwamba ukienda na Yesu napo usiwe mbishi. Tunaenda sawa sawa? Sasa wazo la Mungu au la ngoja hapa nisiwekeze vyote. Hiyo unakuwa kama unacheza kamari. Ngoja biashara hii niuze, niweke nifungue kwa biashara hii ili kwenye yani naangalia kwamba hapa at least nisikose sifuri kabisa. Kamari. Kacheze gudugudu wewe. Wewe ndo kuna nitibike kwenye kisu na kwenye buju na kwenye kopa, ili at least kopo likiinuka hivi nisiwe hata nimekosa fungu moja. Bwana Yesu ndo maisha yako hayo, kama mcheza gudugudu tu. Shai kupita kwenye ile jirude bwana gudugudu. Nafunikwa hivi. Mnaambiwa sasa mwanze kutibika hapo. Kwa sababu unaamua hapa 90 naweka 1000, hapa 1000, hapa 1000. Kwa hiyo usijue moja tu ukaiwekea 3000 zote. Ili ukila umekula kama ni 3000 mara 10 yake ni ngapi umepata yote umebukua hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye Yesu sio wale wa kubeti. Vijana mpo? Vijana mpo? Tunaenda semina wiki ijayo. Ndani hapo tupone. Miongoni mwa kitu ambacho kinaashiria huyu mtu ana Yesu ni kuishi maisha ya kubeti. Siku hizi mpaka kuna michezo inaitwa bahati nasibu betting. Yaani maana yake unafaa kuonesha ya kwamba wewe unaishi kwa kubahatisha. Kwa kadiri ya msingi wako wa kubahatisha, endelea kuishi maisha ya namna hiyo ya kubahatisha. Sisi wa Yesu hatuishi hivyo. Tukiishi na Yesu atatuelekeza mahali sahihi. Tufanye kitu gani? Tutatibika hapo, na vikiibuka vimeibukia hapo ndo vyenyewe. Biblia inasema basi wakatupa, wakawa hawana ugumu, maana yake walijua kwamba saa hizi sasa si akili zetu zimefeli. Kwa hiyo tusikilize tu hii ambayo inatuburuza. Wakati mwingine ni bora ukubali kuburuzwa na Yesu. Bora ni Yesu. Acha atuburuze. Acha watu wasituelewe.
watuelewe wanavyotuelewa, lakini sisi tujue ya kwamba tunaburuzwa na Yesu. Biblia inasema walipotupa wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Kutoka kupata sifuri, saizi wana mamia na mamia na mamia mpaka wameshindwa kubebana na kile chombo kwa wingi wa samaki. Amina. Badiliko limekuja wapi? Bahari ni ile ile, vyombo ni vile vile, watu ni wale wale, ni wanafunzi wale wale wa Yesu. Lakini saizi ni kwamba kumeongezeka mtu anayeitwa Yesu mwenyewe. Sifanye kitu bila Yesu mwenyewe wewe. Haleluya. Sifanye kitu bila Yesu mwenyewe, matokeo yako yatakuia mabaya. Nimependa niishie hapo, niendelee kukupa na picha nyingine hapa, alafu tunaingia kwenye maombi. Tazama kitabu cha Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 7. Tuko hapa kwenye faida hii ya 4 ya kwamba unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, matokeo katika hayo mambo yako hayawezi kuwa mabaya. Tunaliangalia suala la matokeo kuwa mema na mazuri pale tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu. Luka 5:1 hadi 7. Andiko lingine la zaidi hili kwenye faida hii ya 4. Luka 5:1 hadi 7. Luka 5:1 hadi 7. Biblia inasema tena habari ambayo inafanana na ile ya Yohana sura ya 21 mstari ule wa 1 hadi wa 8 tuliyopata kuisoma. Habari hii nayo ya kwenye Luka sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 7 inasema hivi: ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye, yani Yesu, alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Kule kulikuwa ni bahari ya Tiberia, usije ukachanganya haya mambo. Vilikuwa ni vipindi vya tofauti. Hapa palikuwa ni kwenye ziwa la Genesareti. Unaona ni Yesu anaonekana hapa akiwa amesimama na makutano, jamii ya watu ikiwa inamsonga songa, wakiwa wanamzingira, wanamzunguruka. Biblia inasema mstari wa 2, Yesu huyo akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Ukishakuta mpaka mfanyabiashara anaosha vile vyombo vyake alivyofanyia biashara, unaona ya kwamba saa hiyo huyo anafanyaje? Anajikusanya huyo, anaanua tanga. Haleluya. Sasa kwenye kuanua tanga inategemeana na kwamba hiyo siku umeupiga au umepigwa. Lakini hutaacha kuinua tanga, kunyanyua tanga muda unapofika wa kufunga kazi, si ni kweli? Kwa na yeye akawakuta wavuvi hapo wanaosha nyavu zao, kuashiria ya kwamba kuna uvuvi walikuwa wanaendelea nao. Saizi wanaona muda umeshaenda, wanaondoka zao. Mstari wa 3, akaingia katika chombo kimoja, maana yake aliviona viwili. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, yule Petro. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani, maana tayari sasa hivi wanaosha nyavu, maana yake vyombo alishakuwa wamevitia nanga pwani. Wako huku ufuoni mwa maziwa, wanaosha nyavu waziweke fresh vizuri kwenye utaratibu wao mzuri, ili hatimaye warudi tena panapo majaliwa wakati mwingine waendelee na kazi. Maana kwa siku hiyo unaona ya kwamba muda umefika wa kazi kufunga. Kwa hiyo wamefunga kazi hiyo, wanaondoka zao. Lakini Biblia inasema akaingia katika chombo kimoja. Taona kuna chombo akawa amehusika au amekishiriki, na chombo hicho ni cha Simoni. Alipoingia kwenye hicho chombo, akamtaka Simoni akipeleke hicho chombo mbali kidogo na pwani. Walipofika huko mbali kidogo na pwani, Biblia inasema akaketi, akawafundisha makutano ali chomboni. Mstari wa 4, hata alipokwisha kunena, wakati akiwa amekwisha kuwafundisha mafundisho aliyofundisha hapo akiwa chomboni, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Maana yake kisongeze chombo kipeleke mpaka kwenye kina kirefu sana cha ziwa hili la Genesareti. Anaambia mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Mstari wa 5, Simoni hakuficha hisia zake juu ya yale yaliyotokea.
kuna mambo yalitokea, na ndio maana pale akakutwa ya kwamba wanaosha nyavu zao waondoke zao. Kuna namna ambavyo kazi ilikuwa imewapiga ngumi, wametokwa na manundu, hawatamani tena kuendelea, wakawa wanafunga kazi. Simoni anafichua hisia hizi juu ya yale ambayo yaliwasibu hapo. Mstari wa 5, Simoni akajibu akamwambia Yesu, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Mambo yao yalikuwa hayo. Walikuwa na majira ya usiku, yaani wao wamejikita na ule usiku, kuona ya kwamba usiku ndio wenyewe, usiku ndio tulivu, usiku samaki wakuja karibu. Lakini utaona hapa napo kuna jedwali ili walizungurusha na huo usiku, wakatoka sifuri. Anamwambia tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako. Wanaojua umuhimu wa Yesu akisema jambo wanasema, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Mstari wa 6, basi walipofanya hivyo, yaani kushusha nyavu kwa kupitia Yesu, kile alichowaambia, alivyoingia kwenye chombo chao na kuwaongoza wafanye lile ambalo aliwaagiza, Biblia inasema walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Mstari wa 7, wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Hata vile viwili pia bado mzigo ulikuwa umevizidi. Watu waliotoka na sifuri kwenye raundi ya kwanza ya kupambana kwao, walipokutana na Yesu na Yesu akawaambia maneno yake, baadaye akawapa na maelekezo ya kwamba waende na chombo mpaka eneo gani. Walipofanya sawasawa na Yesu alivyoagiza, Biblia inasema kile chombo chao chenyewe, mzigo wa samaki ulijaa pale na chombo kikaonekana mpaka kitazama. Ikabidi mpaka waambie wenzao waliokuwa na chombo chao pembeni kwamba jamani, na nyinyi njooni mtusaidie kubeba hizi samaki. Wale nao pia walivyokuja, walivyopakia kile chombo nacho kikaonekana pia kushindwa mzigo. Katikati ya watu ambao walitoka hawana hata nusu, leo hii utaona kuna vyombo viwili vinajazwa na bado shehena hiyo la samaki unaliona bado linataka vyombo vingine viendelee. Katika watu ambao walifanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Inawezekana na wewe leo ukiwa unasikia mafundisho haya, kuna kazi imekuchosha. Saa yoyote kuanzia sasa ulikuwa unafikiria kuachana nayo. Nakwambia kuna mwenzako ambaye ni Simoni Petro, alikutwa na Yesu akiwa na yeye anaosha nyavu, akiwa anafunga lile gurudumu la siku, akiita ni siku ya mikosi. Lakini alipomhusisha Yesu kwenye jambo lake, ile siku ilibadilika jina, haijawa ya mikosi tena. Ndio ilikuwa siku ambayo amepata kulipa siku nyingine. Nakwambia shida inaweza isiwe siku, shida inawezekana ikawa ni namna ambavyo wewe ulivyomweka Yesu. Umemweka Yesu wapi jioni ya leo? Ndio swali la kujiuliza. Uhusiano wako na Yesu upoje? Pima kiwango cha uhusiano wako, angalia kiwango cha uhusiano wako. Sikwambia habari kusema ya kwamba wewe sio mwana maombi. Hata Simoni pia alimjua Yesu vizuri, na ndio maana alipoongeleshwa na Yesu alimwita Bwana mkubwa. Anajua Yesu ni Bwana wa mabwana, lakini alifanya kazi ya kuchosha pasipo kumtumia Yesu. Saa aliyokubali Yesu aingie, kule kuchoshwa kuliondolewa. Leo ni jioni ya kuondolewa kuchoshwa kwako. Umechoshwa na hiyo ofisi, umechoshwa na hayo majukumu, umechoshwa na hayo madaraka. Kuna saa mpaka unakuwa mwinjilisti mbaya. Wenzako wanatamani vyeo, unawaambia wewe usitamani, majukumu yanaumiza. Wewe unafanya na nani wewe bwana? Unafanya na nani wewe? Wanaotaka wafanye hiyo biashara unawakataza, unawaambia ina hasara. Inategemeana na unayefanya naye. Ukifanya na Yesu utambulia matokeo mabaya. Ni jioni nimetumwa kwa ajili yako, juu ya yale yaliyokuumiza, yaliyokuchosha. Leo nakwambia
Husisha Yesu, mpandisha Yesu kwenye chombo, tupeleke chombo vilindini, tupeleke chombo vilindini, kule ambako jana tumelia, leo kuna manufaa yako. Ukienda na Yesu kuna baraka yako. Ay, 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 ay. Hallelujah. Kuna watu mpaka mmekuwa wainjilisti wabaya nyie. Hata wenzenu wakijishughulisha na hizo kazi mnawaketisha chini, naambia koma. Kwa sababu gani? Ndoa imekuumiza. Uliingia kwenye hiyo ndoa na nani wewe? Eti tuliomba kwenye ndoa, kwenye tunataka tutoke. Nyie ambaye bado mwataka muingie. Wakati mwingine umekuwa mjumbe wa shetani wewe. Leo tubu, tubu wewe uliokata tamaa, tubu wewe uliovunja moyo wengine. Leo tupeleke vyombo vyetu na Yesu, tuvipeleke na Yesu, tumketisha Yesu leo, tutembee naye leo, twendeni naye vilindini, tuweka mpaka kilindini leo na Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Hiyo unaelewa maana kilindini? Haleluya. Asante Yesu. Ndio kwenye pointi ambayo ukisema samaki hapo hapo ndio wametosha hapo. Lakini utaona pia kilindini kwenyewe hatuwezi tukapata bila Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kuna watu mmefanya vitu vimewachosha nyie. Mimi ninachokwambia nilichotumwa ni kwamba sio kwamba hicho kilichokuchosha ni kwamba ni cha shetani. Kuna wakati ni vya Mungu, ila ni kwamba umefanya bila Yesu. Nasikia watu wengi sana mmefanya mambo bila Yesu. Nasikia hasara mnazozipata ni kwa sababu mlifanya kwa akili zenu wenyewe. Mlijiona mna umahiri kwa sababu ya visomo. Tutaweka elimu zetu chini, tutamwinua Yesu wetu juu leo. Tutaweka maarifa yetu chini, tutamwinua Yesu wetu leo. Nakwambia tunarudia vile tulivyovifanya, tutavirudia na Yesu leo. Tukutaneni darasa lingine. Haleluya. Amen. Tukutaneni darasa lingine, tunavuka na Yesu hapa. Amen. Nasikia leo ni siku ya kuvuka na Yesu. Amen. Kuna mahali palitushinda, tumekula mieleka mingi. Leo Yesu mbusha watu wake yupo hapa. Tukimkamata leo, tutavuka tulipopiga mweleka jana. Nakwambia ziwa ni lile Genesareti, bahari ni lile Tiberia. Tunaijia leo na Yesu. Kumgongeshe mwenzako, mwambie tukutane darasa lingine Bwana. Leo tunavuka. Msalimie mwenzako, mpe hizo habari njema. Mwambie leo tunavuka hapa. Leo tunavuka na Yesu. Leo tunavuka na Yesu. Waliotuita kupata zero watatukuta darasa la mbele. Karabosha karabo. Simama juu. Simama juu mahali ulipo. Ripo po po po. Mungu yuko hapa sasa. Adhihirishe neno lake. Adhihirishe neno lake. Adhihirishe neno lake. Mungu mthibitisha neno. Huyo toma neno na analiangalia neno lake. Oh, rapo shakata likamandoro. Baba, saa imefika. Saa imefika. Saa imefika. Naona watu ambao wana mizigo mizito imewalemea. Shughuli ambazo wamejihusisha nazo zimekuwa mizigo. Wengine nasikia mmekutana na mabaya kwenye kazi zenu. Mmelipwa mabaya katika mambo yenu mnayojihusisha nayo. Badala ya mema wamekulipa mabaya. Leo mkamate Yesu. Ni jioni ya kumchukua Yesu mzima mzima. Bebana na Yesu, bebana na Yesu, bebana na Yesu, bebana na Yesu. Nakwambia hapa ziwa ni lile lile, bahari ni ile ile. Kauli yetu leo, tunatokomeza zero. Hatutakubali matokeo ya hasara. Hatutakubali matokeo yanayoitwa sifuri. Ni matokeo leo, ni kutengeneza matokeo mema na mazuri. Karabosha. Nasikia shida sio mume. Wewe mwenyewe unajua ulivyokutana mara ya kwanza na huyo mume mambo yalivyokuwa mazuri.
Nasikia ni namna ambavyo uliishi naye pasipo Yesu. Nafasi ya Yesu ilikuwa wapi sasa ukiwa naye wewe mwanaume? Lile gepu ambalo Yesu hayupo. Mjaze leo, mjaze leo, mjaze leo, mjaze leo, mjaze leo. Nakukumbusha, nasikia umeibeza hiyo kazi. Lakini kumbuka hiyo kazi mwanzo wake ulivyoanza nayo. Kumbuka hiyo kazi ya kwamba hata haijawa kwa akili zako. Ilikuwa ni mafunuo ya kimungu. Ni neema ya kimungu ndio ilikutembelea. Ni madhabahu, ni maombi ndio alikupa huo mtaji. Leo nasema ya kwamba na utazama naona kana kwamba pia niachane nayo. Shida sio kuachana nayo. Shida ni kwamba ulifanya pasipo Yesu. Jioni ya leo, inua mikono yako yote miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Wakati Yesu anawatokea wakina Simoni kule baharini na kule ziwani, utaona hakuambia kwamba hapana, ni swala la samaki hao, ndio sio lenu. Utaona mara zote alipowatokea alionyesha ya kwamba walikuwa wanafanya kazi sahihi sana. Lakini ni kwamba walifanya bila Yesu, ndio maana walipata hasara. Leo nataka tuseme ya kwamba tunakataa matokeo ya kupata hasara. Tunakataa matokeo yanayoitwa hasara, kuambulia hasara. Wakati mwingine ndio tumelitukanisha jina la Yesu kwa sababu tunaonekana tuna bidii ya maombi, lakini ndio tumefeli sana kimaisha. Leo tukatae kwa kumhusisha Yesu kwenye maisha yetu, ya kwamba atuongoze, atuendeshe. Fuatisha maneno haya, sema Mungu Baba, Mungu Baba, ninakuja mbele zako jioni hii ya leo. Ninahitaja ya kwamba ni jioni ya neema, ni jioni ya ajabu ambayo umeniona, umesema na mimi, ni mimi kabisa huyo uliyesema naye jioni ya leo. Maana kuna mambo mengi nimejishughulisha nayo, kuna kazi nyingi nimejishughulisha nazo, na nimekutana na matokeo mabaya na hasara nyingi. Nimeteleza sana, nimepigwa mitama mingi. Leo nimechoka kuambulia hasara. Yesu, naomba ushirika na wewe leo. Pale nilipokuacha nikatumainia akili zangu mwenyewe, leo nimeona sijafanikiwa kwa sababu nimekuacha sana. Lakini leo kama ulivyomrudia Simoni na wenzake mara mbili, ukawaondolea, ukawafutia matokeo ya hasara. Leo na mimi Yesu nijilie, njoo kwangu katika hali ninayopitia, unifutie matokeo ya hasara. Yesu njoo kwangu, mimi ambaye nimefanya kazi nyingi nikaambulia hasara. Navua hasara kwenye maisha yangu, navua hasara kwenye utafutaji wangu, navua hasara kwenye shughuli zangu. Yesu njoo nakuita, njoo niondole matokeo ya hasara, nifutie matokeo
ya hasara, nifutie matokeo ya sifuri. Leo Yesu, tokomeza zero kwenye maisha yangu. Yesu, ondoa sifuri kwenye utafutaji wangu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwite Yesu, mwambie tokomeza zero, tokomeza zero. Leo ni operation ya tokomeza zero. Tumechoka na matokeo ya sifuri kwenye utafutaji wetu. Simoni akamwambia Yesu, tumefanya kazi za kuchosha usiku kucha, na wewe sema leo nimechoka kuambulia sifuri kwenye matokeo ya mambo yangu. Mimi sio kuferi. Yesu, nisaidie, nisaidie kwenye ndoa yako ile inayopitia hali tata. Mwita Yesu, mwita Yesu, ni siku ya kumwita Yesu, mwita Yesu. Yesu, njoo, njoo kwenye biashara inayonitesa. Njoo, njoo, nimelalamika vya kutosha, malalamiko yangu hayajawa kitu. Naleta haja zangu kwako Yesu. Njoo Yesu, njoo Yesu, njoo Yesu, njoo Yesu, njoo Yesu. Uniambie ni wapi pa kutega nyavu, ni wapi nipeleke chombo, ni wapi nipeleke chombo. Yesu akutoke. Ninaona Yesu akiwatokea watu, akiwaelekeza kuna mahali. Yesu leo anakutoa, anakutoa. Naona makundi, makundi yanatolewa, yanatolewa kwenye kazi za hasara, kwenye matokeo mabaya. Ndio, 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 ndio. Unatolewa, unatolewa kwenye dimbwi la sifuri. Sio pako hapo, leo ulali hapo, leo ukai hapo. Ni kutoka. Yesu ametugilia, Yesu ameigilia hiyo ndoa yako. Anaitoa kwenye migogoro, anaitoa uko kazini. Mpeleke Yesu, mpeleke Yesu kwenye zile fitina. Peleka Yesu. Mabosi wanaokuinukia, wafanya kazi wenzako, peleka Yesu, peleka Yesu, peleka Yesu. Ndio, 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 ndio. Endelea kuomba kila mahali. Peleka Yesu, tumpeleke Yesu kwenye mambo yetu. Endelea kuomba, mwite Yesu kwenye kazi yako, biashara. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ni jioni ya kupewa maelekezo, ni jioni ya kupewa maelekezo. Umefanya miaka mingi kazi za kuchosha. Yesu ametutembelea, Yesu ametutembelea, Yesu ameitembelea hii madhabahu kama alivyomwambia Petro, tupe jarife lako upande wa kulia. Mwite Yesu, atakuelekeza na eneo la kuwekeza. Utawekeza kwa kubahatisha, atakupa na maelekezo eneo la kwenda kuwekeza, kama alivyomwambia Petro, nitupe jarife upande wa kulia. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, hapa hapa Mombo wamefanya kazi na nje ya Mombo wamekosa, lakini kwa neno lako, kwa neno lenye maelekezo, pale pale walipokosa, pale pale walipopata hasara, wakitamkiwa neno la maelekezo, bahari ile ile, pale pale ziwani, pale walipokesha usiku kucha, hapo hapo ndipo walipofanikiwa, ndipo walipoinuliwa. Hata kufanya kazi peke yako, hata kufanya mambo yako pasipo kumshirikisha Mungu, hasara nyingi tumepata kwa sababu tumefanya wenyewe. Saa imekuja, tumejifunza ya kwamba wanafunzi walikuwa na boti kama kianzio, walikuwa na nyavu kama nyenzo ya kwenda kufanya kazi, na bahari ilikuwepo kama sosi, lakini hawakufanikiwa, hawakupata kitu. Jambo lolote unalofanya pasipo kumuhusisha Mungu, rafiki yangu, huwezi ukatoboa. Mtake Yesu, mtake Yesu kwenye kazi ya mikono yako.
yako, peleka Yesu kwenye biashara yako, peleka Yesu kule ofisini, peleka Yesu kwenye ndoa yako, peleka Yesu kwenye elimu ya watoto wako, peleka Yesu pale unapotafuta usipopata. Yesu akikutamkia neno, ninakwambia utatoka. Hata kama hapo hapo hiyo kazi imekuchosha, imekuwa ni kazi ya hasara, umetumika miaka mingi kwa hasara, umefanya kazi za hasara miaka mingi, saa imekuja, saa ya Bwana imekuja. Sikia neno la Bwana kama alivyomwambia Petro, zishushe nyavu, shusha nyavu zako upande wa kulia. Mungu atakupa na maelekezo upande wa kuwekeza. Fanya na Bwana, usifanye mwenyewe. Kila ulipowekeza ukutoka, umelima mwenyewe hujatoka, umefuga mwenyewe hujatoka, umefanya biashara mwenyewe hujatoka, umejenga mwenyewe hujatoka. Mshirikishe Bwana, atakupa na maelekezo. Yuko Yesu mtoa maelekezo. Yesu anataka kukupa maelekezo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ninakwambia ni jioni ya kutoka. Umefanya kazi za kuchosha, umefanya kazi za hasara miaka mingi. Mungu wetu sio Mungu wa hasara. Mungu wetu hamchoshi mtu, ni Mungu anayetufundisha ili tupate faida. Wacha kufanya kazi za kuchosha miaka mingi, acha kufanya kazi za kuchosha miaka mingi. Mshirikishe Mungu. Alipomtembelea Petro na wale wanafunzi wenzake, akawaambia peleka mpaka kilindini, peleka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu. Sema akapata samaki wengi, na alipopata samaki wengi, Baba kwa neno alilowatamkia wakapata samaki wengi, wakaita na wenzao wakawapungia mikono. Mungu atakubariki, Mungu atafungua malango, utafanyika baraka mpaka kwa wengine waliokosa. Ile boti nyingine ambayo ilikesha haikupata, wakaondoka betu, boti mbili zimejaa. Ninakwambia baraka zitakufuata na wenzako watapata baraka kupitia wewe. Jifunze kumshirikisha Mungu. Kila anachofanya muite Mungu, kila anachowekeza muite Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukawe ni mwaka wa kutoka, ukawe ni mwaka wa kutoka, ukawe ni mwezi wa kutoka, ukawe ni mwezi wa kutoka. Usifanye tena mambo ya kuchosha, usifanye tena peke yako. Shirikishe Mungu, shirikishe Mungu. Kila unachopitia mshirikishe Mungu, kila unachofanya muite Mungu hapo, ili usifanye kazi za kuchosha. Umefanya kazi mpaka imekuwa kama adhabu, wenyewe imekuchosha, imekuvunja moyo. Na wengine wako hapa wakafanya biashara, baada ya kubarikiwa mitaji ikafa, akapata na presha. Hiyo biashara, hiyo hasara uliyopata haijakuacha salama. Wengine wakapata na presha, wengine wakapata na sukari, wengine wakapata chronic headache kwa sababu hawakumuhusisha Mungu. Wengine wakakopa, hawakumuhusisha Mungu, wakanyang'anywa viwanja, wakanyang'anywa vitu vya thamani ndani. Shirikishe Bwana, shirikishe Bwana kwenye njia panda yako, shirikishe Bwana kila jambo unalofanya. Mshirikishe Mungu, shirikishe Mungu. Ile hasara uliyopata ungemuhusisha Mungu usingeipata. Kwani kuna faida gani, kuna gharama gani kumuita Yesu kwenye hilo jambo lako? Kuna gharama gani kumwambia Yesu ninataka kufungua biashara, naomba uwepo wako uwepo? Kuna gharama gani kuliko umeshapata hasara ndio unakimbia kuja kwenye maombi? Umeshapigika ndio unakuja kwenye maombi. Kwa nini hukumshirikisha kabla umepata neema kwenye hili somo? Mshirikishe Mungu, shirikishe Mungu hapo unapopita, akiingilia kati. Ninakwambia akiingilia kati. Haleluya. Petro alimkaribisha Yesu. Petro alimpa Yesu boti yake. Petro alitoa boti yake ikatumika kuvua samaki. Baada ya kumaliza kuvua samaki, akaambia peleka mpaka kilindini. Hiyo biashara yako ukimkabidhi Yesu, atakwambia na mahali utakapowekeza. Ingia ubia na Yesu, ingia ubia na Yesu. Kila unachofanya mshirikishe Yesu. Yesu alikaribisha kwenye ile boti ya Petro, na kuambia aliwakuta hawana kitu. Walipomkaribisha kwenye ile boti, hawakuondoka kitupu, wakaambia peleka mpaka kilindini. Ukimkaribisha Yesu kwenye biashara yako, ninakwambia Mungu atakubariki. Ukimkaribisha Yesu kwenye kazi ya mikono yako, Mungu atakuinua, Mungu atakuinua, Mungu atakuinua. Ukawe mwisho leo, nasema ukawe mwisho kwako wa kufanya kazi za hasara,
ukawe ni mwisho kwako kufanya biashara za hasara, ukawe ni mwisho kwako kuwekeza kwa hasara, ukawe ni mwisho kwako kwa mafundisho haya kufanya kwa hasara, ukawe ni mwisho kufanya kazi za kukuchosha, zimekupa na presha, zimekuatia na maumivu ya kichwa. Wengine wanatembea wanaongea peke yao kwa sababu biashara imewachosha, hiyo kazi imekuharibu. Mungu aweze akakupa mtaji ukakuharibu. Mungu aweze akakupa kazi ikakupa presha. Mungu aweze akakupa kazi ikakuletea shida. Mungu akikupa kazi inakuletea baraka. Mungu akikupa kazi unaionea raha. Mungu akikupa kazi unaionea amani. Unapata shida maana hukumshirikisha Mungu, una maumivu maana hukumshirikisha Mungu. Hiyo shughuli imerarua moyo wako, hiyo shughuli imekuacha na majeraha. Usifanye tena peke yako, na pale ulipofanya peke yako mwambie Mungu akusamehe, uanze naye kwa upya, uanze naye kwa upya. Pale ulipofanya mwenyewe mwambie Mungu akusamehe. Pale ulipofanya mwenyewe pasipo kumshirikisha Mungu. Hatuwezi lolote pasipo Mungu. Sisi hatuwezi chochote pasipo Mungu. Sisi sio chochote pasipo msaada wa Mungu. Hatuwezi kufanya chochote pasipo Mungu. Nakwambia huwezi kufanya chochote pasipo Mungu. Matokeo yake ndio hapa tulipofika. Haya ni matokeo hapa tulipofika. Huko tunaga uzoefu. Swala la kutafuta hatuna uzoefu. Ndio maana mwimbaji akasema katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe. Ulifanya na nani? Unaongozana na nani? Kampani yako ni ya kina nani? Mwimbaji akasema katika safari yangu. Tena anasema Bwana au sehemu yangu. Naomba jioni ya leo Yesu awe sehemu ya maisha yako. Mwimbaji anasema Bwana au sehemu yangu. Mungu awe sehemu ya maisha yako. Yesu awe sehemu ya kazi za mikono yako. Mwimbaji anasema Bwana au sehemu yangu. Usiimbe tu, weka kwenye vitendo. Usiimbe tu, weka kwenye vitendo. Kila unachofanya Mungu awe sehemu ya hilo jambo. Mungu ahusike katika hilo jambo. Mungu akihusika kwenye hilo jambo hutapata hasara. Mungu akihusika kwa hilo jambo hutapata hasara. Neno la Bwana Mungu analisomesha. Kuna mtu kwa ajili ya kufanya vitu vyake peke yake umepata hasara na moyo unauma sana. Yuko humu ndani, yuko mtu huko ndani hivi ninavyoongea, moyo unauma kweli kwa ajili ya kufanya mambo yako, kazi zako, umepata hasara kama yote. Unasikia pressure na kunyemelea, moyo unauma, usingizi umekupotea, usiku ulali. Kuna uponyaji wa huyo mtu. Songa hapa mbele, songa hapa mbele. Mungu ataka kutengeneza ili ukienda kufanya ukafanye na Bwana. Moyo unauma kweli mpaka ninachosema songa. Wewe mtu songa hapa mbele. Nasemesha hivi, hawa watu usije kama uumwe na moyo. Na wewe mtu anaumwa na moyo. Hivi sasa tunavyoendelea, moyo unauma kabisa. Kuna uponyaji wako. Nasikia mtu anasema natamani tu kufa. Naishi ili weje. Nasikia naishi ili weje. Huyo hapa. Naishi ili weje. Huyo hapa. Kuna mambo yanapita namna hii. Kuna mtu ambaye Mungu anasema naye naishi ili wewe. So amejikatia tamaa hata ya kuishi. Bado liko tumaini jioni yake. Bado kwa Mungu liko tumaini. Mungu aweze akakupa kazi mpaka kataka kukutoa roho. Kuna mtu mwingine huku, songa hapa. Unasumbuliwa na roho ya madeni. Na hata una amani.
roho ya madeni. Na naona mtu akishika hela kana kwamba ndio, yani akishika hela ndio matatizo yanakuja kama yote. Ana roho ya madeni, na ukishika hela ndio matatizo yanakuja kama yote. Na uponyaji wenu jioni ya leo. Na mwingine, sikia neno la Bwana. Nimepata shida mpaka mdomo unavuta upande wa kushoto. Naambia mtu ukicheza anapata na stroke. Mdomo unavuta upande wa kushoto. Hivi unanielewa? Naongea. Sijaita tu, naita watu Mungu anaonisemesha. Fumba macho, fatisha maneno. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umeona moyo wangu na eneo ninalopitia sio mahala pepesi. Mungu wangu na Baba yangu, nisamehe, unirehemu kwa chochote nilichofanya pasipo kukuhusisha wewe na matokeo yake. Wewe nani ulishika dhamana akakimbia na hela wewe? Nasema hebu atilieni Mungu awashughulike na hiyo kitu. Kuna mwingine anasemesha hapa akamshikia mtu dhamana, mtu akakimbia. Na wewe sema Yesu. Biblia inasema kitabu cha Petro sura ya 5 mstari wa 7, kwa kuwa Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Bwana Yesu, mambo yangu nayaleta kwako, ujishughulishe nayo, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, ya mafadhaa yangu yote na kutwika Yesu, mateso yote, mahangaiko yote ninakutwika leo. Ubebe haya madeni, unisaidie nitoke. Hii roho ya madeni iniachie, hii roho ya madeni iniachie, na nikipata hela sisikii utoshelevu. Mungu uingie ndani yangu, unipe roho ya utoshelevu kwa jina la Yesu. Na hii hali ya kuumwa na moyo, hii pressure inayoninyemelea, Yesu nipe amani ndani ya moyo wangu. Ponya moyo wangu, ponya moyo wangu, ponya moyo wangu, ponya moyo wangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Weka mkono hapo kwenye moyo, fumba macho tu. Baba, katika jina la Yesu, pita ndani ya mioyo ya watu. Ganga, ponya. Ganga mioyo yao. Ganga mioyo yao. Ondoa maumivu. Ondoa pressure nao wanyemelea. Ondoa haya mateso na ukawafungulie malango yao. Wanaodai wakalipwe. Baba, na wavua na roho ya madeni. Na kama ni roho ya kutengenezewa, tunakataa hiyo roho. Na kama walifanya pasipo kukushirikisha, wametubu leo. Wanapoenda kuwekeza, uwape maelekezo, wakafunguliwe, wakawekwe huru. Na wale walioshika watu dhamana wakakimbia, mbingu zikawakamate, warudi wakawalipe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inayonena mema itamke jioni ya leo. Milango yako ifunguke, milango yako ya mafanikio ikufungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ikifunguka, wekeza na Bwana. Usiende kufanya mwenyewe tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Milango yako inaenda kufunguka, na inapofunguka ufanye na Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Mungu awabariki. Meza mkarudi.
Shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako.